بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya kwa taufiki ya Allah jalla jalaluhu katika nadhm alwaraqat, sharhi ya nadhm ya warakati ya Sheikh ama al-alim al-Imriti rahimahullah. Na tumefika katika kuzungumzia hizi ahkam 5 ama 7 au 10 kwa tafsili tulioeleza katika madarasa yaliyotangulia. Katika abiyati zilizotangulia shekhe amezikusanya zile itwaje ahkam, asema wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubih wal makruh ma'a ma hurrima ma'a sahih mutlaqan wal fasid min aagidin hadhani au min aabid. Tamam, yani amezitaja zile ahkam. Sasa ataanza kuzifafanua kila hukumu, ataifafanua kila hukumu, atafanya nini, ataifafanua. Lakini kabla ya kuingia, manake atafafanua kwa kutaja taarifu. Atasema taarifu ya wajibu nini, taarifu ya sunna, taarifu ya mandubi, taarifu ya makruhi, mpaka mwisho ataeleza yani taarifu. Sasa kabla ya kuingia katika taarifu, manake atazungumzia taarifu ya hizi ahkam zote. Kwa hiyo lazima kidogo tubainishe mambo kadhaa muhimu katika masaili yanayohusiana na taarifu. Na kihakika masaili kama haya huwa yanazungumziwa kwenye mantiki, lakini hapa tutagusia haraka ili baadhi ya ibara za maulama zifahamike. Tutagusia tu haraka kwa uchache. Manake taarif, maulama watuambia at-taarif ama al-hadd, hadd ya kitu ama taarifu la budda an yakuna jami'an mani'an. Lazima taarifu iwe ni jami' na iwe ni nini, mani'. Tumaanisha nini tukisema jami'? Yani manake taarifu ya kitu chochote, ukiulizwa kwa mfano mwanadamu nani, nini taarifu ya mwanadamu, hebu tuambie kwa taarifu. Lazima utumie taarifu ile iwe mwanadamu yoyote lau atafanywa tatbiki ile taarifu, itaangaliwa, je, huyu mwanadamu hii taarifu hii yamfaa, yaingiana na yeye, yakubaliana na yeye, basi ile taarifu yafaa kufanya nini, yafaa kukubaliana naye. Kwa hivyo wanadamu wote wanafaa kuingia chini ya taarifu yoyote utakayotumia ukisema kwa ni taarifu ya nani, taarifu ya wanadamu. Hii ndio maana ya neno jamia. Kwa hivyo ile taarifu utakayotumia lazima zile afradi ama wale watu wote wanaoingia chini ya lile neno lazima wakubalike na taarifu kama ile. Tamam, tutatoa mfano. Lau mtu ataulizwa nini taarifu ya mwanadamu, kisha aseme al-insanu, ni mfano, aseme al-insanu hayawanun basirun bilfi'li, ni mnyama, yani mwanadamu ni mnyama anayeona, kwa hakika anayeona, yuaona. Mfano ama hayawanun katibun bilfi'li, ni mnyama ambaye yuandika kisawa sawa, yuandika ama yuajua kuandika. Kwa hivyo hii ni taarifu tumepata. Hebu tuiangalie hii taarifu. Je, wanadamu wote hal yasdugu alaihim hadha taarifu? Je, wanadamu wote taarifu hii yawafaa, taarifu hii yasihi? Nakwambia la, kuna wanadamu ambao taarifu hii hawaingii. Yani lau wewe ukiambiwa, ukisema tukikubali ati al-insan huwa hayawanun katibun, basi tutakwambia Zaidi, Amri, Ali ambao ni watu ambao hawajui kuandika, basi hatufai kuwaita nani, kuwaita wanadamu. Kwa hivyo tutasema hadha taarifun laysa jami'an. Yani taarifu kama hii si nini, haijumuishi wale watu wanaoingia chini ya nini, chini ya taarifu ile. Nafikiri hapo itakuwa imefahamika maana ya neno jamia. Kwa hivyo ukisoma katika vitabu at-taarif la budda yakuna jamian, hii ndio maana yake takriban. Kisha jambo la pili tulilolitaja tusema at-taarif yajibu ama yushtaratu an yakuna mani'an. Hii taarifu pia inafaa iwe ni mani'.
Nini maana ya mania? Kama tulivyosema jami' ni ikusanye vitu vyote vinavyoingia chini ya neno kama lile. Basi ile taarifu pia lazima iwe inazuia kitu chochote ambacho hakiingii katika taarifu ile kiingie. Inafaa kuzuia mambo yote ama vitu vyote ambavyo haviingii chini ya lile jina. Tutarudi pale pale katika mwanadamu. Mfano, lau mtu ataulizwa nini taarifu ya mwanadamu, nini taarifu ya insan, akasema al-insanu hayawanun mashin, mwanadamu ama insani ni mnyama anayetembea. Tutakwambia taarifu hii si mania. Kwa sababu gani si mania? Kuna wanyama wengine wanaingia chini ya taarifu kama hii. Simba yuingia chini ya taarifu kama hii. Tuseme paka yuingia chini ya taarifu kama hii. Kwa sababu gani? Kwa ajili hawa ni wanyama wanaotembea. Hawa ni wanyama wanaofanya nini? Wanaotembea. Kwa hiyo wanaingia chini ya taarifu kama hii. Basi hatufai kutumia hii ni taarifu. Utaambiwa hadha taarif laysa mani'an. Taarifu hii ni si mania. Haizuii wasokuwa wanadamu kufanya nini? Kuingia chini ya nini? Taarifu. Tumefahamiana? Kwa hiyo alhamdulillah, yahdikum Allah. Kwa hiyo tukisema taarifu lazima iwe jami' na lazima iwe mani', ni kuwa kusiingie chini ile taarifu jambo ambalo haliitwi kwa jina hilo. Kwa hivyo ukitaka kutumia kumweleza mwanadamu, ukitaka kumweleza mwanadamu utumie maneno ambayo kitu chochote kingine ambacho si mwanadamu hakiwezi kufanya nini? Kuingia chini ya taarifu kama ile. Ndio tukatoa mfano tuliofanya nini? Tulotoa. Naam. Wagis ala dhalik takun allama inshallah. Naam. Sasa mpaka hapa nafikiri tumefahamu. Kwa sababu gani tumeleta mukaddima kama huu? Tumegusia mukaddima kama huu kwa sababu mara nyingi tukisoma vitabu sana mtu yote aliyosoma yani fiqh ya Shafi'i, nafikiri ndio mfano tutatumia sana, ama mtu yote aliyosoma fani za aqida, utaona kwenye vitabu ikiandikwa ile taarifu katika kusherehesha utaambiwa mfano lau utasema yani katika tukitumia hiyo fiqhi, mfano kwenye bai'i lau utaulizwa bai'i nini, taarifu ya bai'i, utaambiwa aqdu muawadhatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Sasa katika kusherehesha utaona mwalimu atakwambia aqdun kharaja bihi kadha, kharaja bihi kadha, kharaja bihi kadha. Kwa sababu gani wanasema hivyo kharaja bihi? Yani taarifu hii imeondoa hii taarifu tuliyoitaja ama neno hili ama kaidi hii imeondoa kitu fulani, imeondoa kitu fulani, imeondoa kitu fulani. Nini maana yake kharaja bihi? Ama imetoka. Kwa sababu gani tunatumia ili ile taarifu iwe ni mania, ile taarifu iwe ni nini? Ni mania. Tamam. Yani lau mtu atasema albay' lughatan muqabalatu shay bi shay, kisha shar'an aqdu muawadhatin, ile aqdi, ile neno aqdi maana yake nini? Ijabu na kabuli. Moja kwa moja tufahamu pale waambiwa nini? Kharaja bihi almuata, imeondoka nini? Muata. Kwa hiyo kitu chochote tutafanya biashara yote tupeane zile bidhaa bila maneno, tutakwambia hii si bei kisheria. Umefahamiana? Sasa hii tumeikadimisha kwa sababu katika taarifu tukizungumzia hizi taarifu, kila tukitaja taarifu moja tutakuwa tueleza ama tuasema kharaja bihadha alqaid, imeondoka kwa qaidi kama hini, imeondoka zile ahkam zilizobakia, na taarifu inakuwa ni mumayyiz. Taarifu inamayizisha, inabainisha baina ya hukumu moja ama neno moja na neno lingine. Yani lau utaulizwa taarifu ya mwanadamu kisha ulizwe taarifu ya simba, basi lazima ile taarifu, zile taarifu mbili ukizipata lazima uweze kutofautisha baina ya wanadamu na baina ya simba lau utawaona. Tamam? Wallahu a'lam. Haya, tukienda sasa katika nazm, asema shekhe falwajibu almahkumu bithawabi, falwajibu almahkumu bithawabi bithawabi fi fi'lihi watarki bil'iqabi. Akwambia basi hiyo wajibu hiyo wajibu ni ipi? Almahkumu bithawabi ni ile ambayo imehukumiwa kupata nini? Kupata thawabu. Yani mtu mwenye kufanya anasema fi fi'lihi, yani katika kuifanya. Yani wajib ni kitu ambacho lau kikifanywa basi yule alokifanya atapewa nini? Atapewa thawabu. Wa tark yani almahkum bitark afwan wa tark
yani fi fi'lihi wa fi tarki bil iqabi, yani na katika kuacha imehukumiwa kwa nini? Kwa dhambi, kwa iqabu, yani mtu atapata nini? Atapata iqabu. Tamam, hii ndo upande wa tarjama moja kwa moja. Naam, sasa hapa fa kama tunavyojua ni faul fasiha, faul fasiha ndio faul fasiha, yani ukishajua haya yalotangulia tushakutajia zile ahkam, basi ujue wajibu kwa namna, yani min haithu wasfihi bil wujubi. Sasa hapa kuna maelezo, Allah yu'in. Tamam. Hii ibara hii tukirudi katika asli ya warakati yenyewe, mwenye warakati akwambia alwajibu huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi. Wajibu ni kitu, ni kitendo ambacho mwenye kukifanya upata thawabu na mwenye kukiacha upata nini? Upata iqabu. Na al-Imam al-Mahalli katika kuongezea aliongezea ibara muhimu sana, na hii ibara iko katika kila ahkama ameiongezea. Asemaje? Alwajibu. Sasa Imam al-Mahalli akaongezea, kama sijakosea, asema min haythu wasfihi bil wujubi, kwa namna, yani hiki kitendo cha wajibu ambacho sisi tukizungumzia, min haithu wasfihi bil wujubi, kwa namna ambayo kuwa, ama kwa ile hali, ama kwa haithia ambayo inasifiwa kwa nini? Kwa uwajibu. Ametia kwa nini ameongeza hini? Imam al-Mahalli ameitia, na pia katika shuruhi zingine za warakati zimewekwa, na pia katika nadhmu, yani shuruhi za warakati utaona ibara kama hii imetajwa. Maana yake nini? Ibara kama hii maana yake, ibara kama hii ukiambiwa alwajibu min haithu wasfihi bil wujubi. Sasa hebu tuangalie wajibu, kitendo cha wajibu. Maana hapa akisema alwajib ai alfi'l alwajib, sio? Tukiangalia kitendo cha wajibu, kwa mfano swala, kwa mfano nini? Swala ya dhuhuri, ile swala ni wajibu, swala ya dhuhuri. Lakini ile swala huweza kuwa na ahkam nyingine zilizofungamana nazo. Ingawa swala ya dhuhuri ni wajibu, lakini lau mtu ataswali katika ardhi iliyoibiwa, katika ardhi iliyoibwa, lau mtu ataswali ile swala ya dhuhuri katika ardhi iliyofanya nini? Iliyoibwa, tutamwambiaje? Swala asli, swala ya dhuhuri ni wajibu, lakini kile kitendo chake ni haramu. Kile kitendo chake nini? Ni haramu. Kuswali juu ya pale, juu ya ile ardhi iliyoibwa nini? Ni haramu. Sasa ile swala kuna kwa upande imesifiwa kuwa ni wajibu, lakini kwa upande mwingine imesifiwa kuwa nini? Ni haramu. Sasa shekhe akwambia hapa alwajib min haithu wasfihi bil wujubi, sio wewe ukaja ukasema mbona swala nikiswali katika ardhi iliyoibwa sipati thawabu bali napata iqabu kuwa ni haramu. Mtu anaweza kuuliza swali kama hilo. Tukwambia kwa sababu sasa umepata haramu, lakini si kwa haithia ya wajibu. Umepata dhambi, lakini si kwa haithia gani? Kwa haithia ya wajibu. Kwa hiyo hapa shekhe anasifu alwajib kuwa ukifanya jambo la wajibu wapata thawabu, tukiangalia tu ule upande wa wajibu. Lakini kwaweza kuwa na fi'li moja ina pande nyingi, inaweza kuangaliwa kwa pande ama kwa namna nyingi. Kwa hiyo hapa wajibu ambayo wapata thawabu ukifanya na wapata madhambi ukiacha ni ule wajibu, ama tuangalia kitendo kile kwa namna ya kuwa ni wajibu peke yake. Tamam, sijui kama itakuwa imekuwa wazi. Naam. Kwa hiyo utaona katika ibara kwambia min haithu wasfihi bil wujubi, kwa sababu kile kitendo mtu anaweza kwambia, manake kama tukirudi katika ile ibara ya asli kuwa alwajib huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi. Ukisema alwajib, kitu ambacho ni wajibu, huwa ni kitu ambacho ni kitendo ambacho ma yuthabu ala fi'lihi, ni ile ambayo wapata thawabu kufanya nini? Ukikifanya. Sasa mtu atakuja kuuliza, mbona ukiswali adhuhuri katika ardhi iliyoibwa hupati thawabu? Ndio tutakwambia, angalia hii lau tungeangalia tu ule upande wa wajibu, basi angekuwa yupata nini? Yupata thawabu, lakini kuna asbabu zingine. Lakini sasa hapa katika kubainisha ile ahkam ama hukumu ya wajib anazungumzia tu upande wa nini? Wajibu. Na ibara kama hii itakuwa kwenye sunna, itakuwa pia kwenye itakuwa kwenye sunna, ni muhimu sana. Itakuwa pia kwa mfano kwenye haramu hakadha. Kwa hiyo tukisoma hapa alwajib min haithu wasfihi bil wujubi, nafikiri itakuwa kwa upande mmoja ama kwa yani ijmala itakuwa kidogo imefahamika makusudio ya ibara kama hii. Naam. Kisha mtu pia aweza kuwa na swali, aseme hapa amesema shekhe huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yuagabu ala tarkihi, yani mtu mwenye kuifanya upata thawabu na mwenye kuiacha upata nini? Madhambi. Lakini sisi tunajua kuwa Mungu yuweza kusamehe. Sasa itakuwaje hii taarifu? Hapa taarifu wana maneno, yani maulama kuna maelezo mingi
ama tuseme maelezo tofauti tofauti. Maulama watuambia lau mmoja tu siku ya kiyama ataadhibiwa, itakuwa taarifu imeswihi. Si ati ni lazima wote wafanye nini? Wapate kuadhibiwa, lakini ni kuwa mwenye kuacha wajibu yastahiki kuadhibiwa. Si ati ataadhibiwa yaqinan, la. Na si lazima, si wajibu kwa Mungu kufanya nini? Kumwadhibu, lakini tu ni kuwa yule aloacha basi yastahiki iqabu ama yastahiki nini? Yani adhabu. Tamam. Haya, tukirudi katika taarifu ili sasa tuelezee ule upande wa mantiki tuliosema taarifu lazima iwe ni jami' na iwe ni nini? Ni mani'. Tamam. Tukiangalia kipande cha kwanza akwambia fal wajibu kitendo ambacho ni wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi, ni kitu ambacho ukikifanya upata nini? Upata thawabu. Maulama watuambia qaidi hii kitu ambacho ukikifanya upata thawabu. Qaidi hii peke yake ama kipande hiki cha taarifu kinatoa haramu, kwa sababu haramu ukikifanya hupati thawabu, yani upata iqabu. Pia kipande hiki kinatoa nini? Makruhu, kwa sababu makruhu ukifanya hupati nini? Hupati thawabu. Tamam. Kisha pia kinatoa mubaha, kwa sababu mubaha ukifanya hupati nini? Hupati thawabu. Kwa hivyo mpaka hapa tushagawanya hizi ahkam, tushatoa ahkam tatu. Tushatoa vitendo aina tatu: kitendo cha muharram, kitendo cha makruhi, kitendo cha mubah. Tumebakia nini? Na sunna na wajibu, ama na mandubi na nini? Na wajibu. Kisha sasa kile kipande cha pili akwambia wa yuaqabu ala tarkihi, na mtu hupewa adhabu ama huadhibiwa kwa kufanya nini? Kwa kuacha. Hii kipande hiki kinatoa nini? Sunna ama kinatoa mandub. Kharaja bihadha inaitwaje? Almandub. Tamam. Na mpaka hapa nafikiri taarifa itakuwa iko wazi, lakini jambo ambalo lazima pia tutanabahishane kuwa hii taarifu hii ni wanaiita at-ta'rif bir-rasm. At-ta'rif bir-rasm, yani hii ni taarif ya kirasm. Wanazuoni wenyewe wa mantiki wakwambia taarifu ima iwe ni kwa haddi ama ni kwa rasmi na mwenye sulam akisema ama ni kwa lafdh muradif. Tamam. Ambao wengi katika maulama wanasema ile lafdh muradif yaingia chini ya nini? Rasm. Almuhim, maulama wanatuambia hii taarifu hii ya kusema alwajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi, watuambia hii kihakika ni natija ya kile kitendo, ni natija ya ile taarifu yenyewe. Hii si taarifu. Tamam. Yani ama tuseme hii si had, ni taarif, lakini ni taarif bilazim. Yani kitendo cha wajibu kihakika taarifa yake nini? Huwa ma talabahu shari'u talaban jaziman. Kitendo cha wajibu ama alwajibu kihakika, tukiangalia taarifi kihakika maulama watuambia huwa ni kitu ambacho ma talabahu shari'u, ni kitendo ambacho sheria imekitaka, imetaka kifanywe. Talabahu shari'u talaban jaziman, utako ama mwito wa nini? Wa kukata, mwito wa lazima. Hii ndo taarifu yenyewe. Kisha sasa natija ya hii taarifu, lazim ya hii taarifu nini? Huwa ma yurabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi. Yani natija ya kitendo kama hiki, kitendo ambacho sheria imetuambia lazima mufanye, basi natija yake ni kuwa ni kitu ambacho, faida yake ni kuwa ni kitu ambacho ukikifanya upata thawabu na ukikiacha upata nini? Upata iqabu. Sasa hii taarifu aliyoitaja hapa shekhe ni taarifu bilazim, na hutumika taarifu hii sana 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 katika vitabu vya mubtadiina. Maana ndio inakuwa kidogo ni nini? Ni sahali kwa mubtadi. Lau ingekuwa mtu aitwaje hana yani simu, yani ingekuwa mtu ni mubtadi kisha aelezo ile taarifu ya kwanza kidogo inafanya nini? Ina maelezo marefu. Basi taarifu hii imezoeleka, basi taarifu hii ndio hutumika sana kwa nani? Kwa mubtadiina. Ndio maana utaona vitabu vyote vya mwanzo hii ndio taarifu hutumiwa. Alwajib huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi. Naam. Na maulama watuambia alwajib ina vigawanyo. Alwajib ina nini? Ina vigawanyo. Na kabla kuingia kwenye vigawanyo, labda tutaje zile mutaradifat. Mutaradifati za wajib, yani kuna fardhu. Faradhi pia ni kama nini? Wajib. Sawa. Lazim pia ni kama wajib, maana ni hiyo. Almuhattam, kitu ambacho ni lazima kifanywe. Almaktub, ndio maana kwenye Qur'an tunaambiwa kutiba alaykumus siyamu. Tamam. Almafrud, asema basi hizi zote ni nini? Ni mutaradifat. Hizi zote ni mutaradifati. Tamam. Isipokuwa katika madhhabi ya al-Imam al-A'zam, Imam Abi Hanifa,
ametofautisha baina ya wajibu na nini na faradhi. Ametofautisha baina ya wajibu na faradhi. Akasema wajibu ama tuanze na faradhi, sio? Naam. Asema faradhi ni kitu kilichoswihi kwa dalili qat'i. Tamam. Kitu chochote kilichoswihi kwa dalili qat'i, yani dalili labda moja kwa moja kwenye Qur'ani. Nini kitu kama hicho nini? Ni fardhi. Tamam. Na wajibu ni kitu ambacho hakijaswihi, yani kimeswihi ama kimethubutu kwa dalili ambayo ni dhanni, yani dalili kwenye hadithi. Na mfano mzuri ni masala ya kusoma Fatiha kwenye swala. Al-Imam al-A'zam ametukua katika Qur'ani, asema Mwenyezi Mungu faqra'u ma tayassara min al-Qur'ani, yani katika swala someni mnachokiweza ama kilicho yasir kwenu, kilicho sahali kwenu katika nini kutokana na Qur'ani. Kuwa ukisoma aya zozote sura yoyote inafanya nini? Inatosheleza katika swala. Na hii ni dalil qat'i, yani imethubutu kwenye nini? Ni Qur'ani hii. Kwa hivyo hii ni qat'iyatu thubuti. Sawa. Kisha katika hadithi bwana mtume akisema la salata liman lam yagra bi fatihatil kitabi, basi Imam Abi Hanifa asema kwa hivyo kusoma Fatiha ni wajibu. Kusoma Fatiha nini? Ni wajibu. Tofauti yake nini? Tofauti yake ni kuwa mwenye kuacha faradhi ameacha nguzo, swala haifanyi nini? Haiswihi. Lakini mwenye kuacha wajibu, swala yaswihi, lakini tumwambia amepata dhambi. Swala yaswihi lakini amefanya nini? Amepata dhambi. Hii ndio tofauti ya wajib na fardhi kwa madhhabi ya al-Imam al-A'zam, Imam Abi Hanifa. Ama kwetu katika madhehebu yetu, katika kila masala, katika kila nguzo, katika kila ibada, fardhi na wajib ni nini? Ni sawa sawa. Ukiambiwa wajibatu swala, arkanu swala, furudhu swala, zote nini? Sawa, isipokuwa katika hija. Isipokuwa katika nini? Katika hija kuna tofauti baina ya fardh na nini na wajibu. Kama tunavyojua arkanul haji ni zile 5, kisha nyingi tu ni nini? Ni zile wajibat kama al-mabit bimina, mabit bimuzdalifa, hizi zote ni nini? Ni wajibat. Wallahu a'lam. Tamam. Hizi ni mutaradifati ambazo tumezitaja za wajib. Na alwajib ama alfardh zinagawanyika. Kuna vigawanyo vingi kulingana na upande utakaoangalia. Tukiangalia upande wa wanaofanya wajibu ni juu ya nani, basi fardhi hugawanyika kwa fardh ain na fardh kifaya. Kuna fardh ain na kuna nini? Fardh kifaya. Kuna fardh ain. Fardh ain ni lazima kwa kila mtu, ni faradhi kwa kila mtu. Tamam. Fardh kifaya ni faradhi ya kutoshelezana ama ya kutoshelezana kama tunavyojua. Yani lau atafanya mmoja saqata alharaju anil baqina, basi wale wengine hawana madhambi, wametoshelezwa na yule mmoja alofanya, ama wale walofanya ikafanya nini? Ikatoshelezeka. Na sana huwa tuambiwa kama kwa mfano swala ya jeneza, ni mfano kama kumuosha yule maiti, haya yote ama hayo ni mfano wa fardh kifaya. Fardh ain ziko nyingi kama kuswali, kufunga wa hakadha wa dhalik. Naam. Hii ni upande wa kuangalia mwenye kufanya kile kitendo. Tukiangalia muda, kuna alfardh, yani faradhi pia hugawanyika ikawa ni mudayyak ama ni muwassa. Utasikia hadha wajibun muwassa'un ama hadha wajibun mudayyak. Nini maana mudayyak na muwassa'? Naam, maana yake ni kuwa faradhi yaweza kuwa, yani inakuwa ni mudayyak ikiwa ule muda unatoshana tu na ile swala mara moja ama ile ibada mara moja. Mfano ni kama saum. Saum ni ya Ramadhani. Saum ya Ramadhani ni wajib. Haiwezekani mtu aseme bwana mimi leo sifungi, nitafunga kesho ile ya leo. Haiwezekani. Yani muda si mwingi. Muda umetoshana na ile ibada bidhabti. Tamam. Muda umefanya nini? Umetoshana na ile ibada. Lakini alwajib almuwassa ni iwe ule muda ni mpana kuliko wakati unaohitajika kufanya nini? Kufanya ile ibada. Mfano wake ni swala. Wakati wa dhuhuri tukisema kwa mfano zaidi ya masaa mawili, na swala mtu aswali dakika 5, dakika 7, dakika 10, akienda sana yeye mwenyewe ni mcha Mungu labda dakika 20, basi tutasema hii inaitwa wajib muwassa. Ni wajib muwassa, yani ni pana, una khiari, uweza kuichelewesha. Tamam. Hii ni wajib mudayyak na hii ni wajib muwassa. Tamam. Na kuna wajib kigawanyo kingine cha hizi yaitwaje faradhi ama wajibu ni upande wa nia. Kuna wajib zingine lazima huwezi kuhesabiwa kuwa umefanya mpaka ufanye nini? Mpaka utie nia. Lakini kuna wajib zingine ambazo waweza utahesabiwa, yani utakuwa wewe umeangusha ile taklifu.
umeangusha nini ile taklif, umeangusha ile amri hata kama hautii nini, hautii nia. Tamam. Taban ambazo zahitaji nia ni zile ibada za wajibu, takriban zote, takriban ibada, kitu chochote ambacho ni ibada, ibada badania, kuswali, kufunga, kutoa zaka, hija, lazima nini, lazima utie nia. Lakini mfano wa kulipa deni, ama kumpa nafaka mkeo, ama kurudisha kitu labda kilichoibwa, ama kurudisha amana ya mtu, hizi zote ni wajibu, lakini si lazima nia. Hata lau mtu kwa mfano utampa deni na wewe hujakusudia, yani utamlipa ile deni na hujatia nia, tutakwambia imeswihi wala hupati nini, hupati madhambi. Tutahesabu kama ambaye umefanya nini, umetimiza amri, kama ambaye umefanya nini, umetimiza amri. Naam, hii ni kwa uchache tu, ama kihakika kuna namna nyingine 2, 3, 4 za kugawanya nini, alwajib ama alfardh. Naam. Na mpaka hapo inshallah tutatosheka na maelezo haya ya wajib, na inshallah katika darasa litakalokuja tutaingia kwa taufiki ya Allah katika abiyati ama beiti inayozungumzia an-nadb ama al-mandubi, kisha na mubahi na makruhi na haramu. Naam, tumomba Mwenyezi Mungu atujalie taufiki na tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.